Yes bwana, tupo katika muendelezo wa session ya kocha mpya wa Simba. Sasa hapa niko na taarifa ya miongoni mwa makocha ambao CV zao zimepenya katika mchujo. Maana yake mchujo bado unaendelea, lakini lipo baadhi ya pool au idadi ya makocha ambao tayari kwenye hatua moja ama nyingine wamevuka na kwenda katika hatua nyingine, huku ambao wanapembua zile CV wakiendelea kufuatilia kwa undani zaidi na kuendelea kujiridhisha. Na jukwaa letu kwa namna moja ama nyingine limekuwa na impact pia katika mchakato huo wa utafutaji wa kocha kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Makocha wako wengi, na hapa tunakwenda kumwangalia kocha mwingine ambaye hayupo kwenye ile orodha ya makocha ambao Jemedari Saidi aliwataja, kwa maana ya wale makocha watano katika 6 ambao aliwaweka. Sasa hivi tunakwenda kumwangalia kocha mwingine ambaye amepata taarifa, na yeye jina lake ni miongoni mwa favorite, miongoni mwa makocha ambao inaonekana na nafasi kubwa. Huyu ni Papii Kimoto. Yes, Papii Kimoto ni kocha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Ni kocha ambaye ana umri wa miaka 49 na ni mzaliwa wa DRC. Alianzia karia kwenye kucheza mpira wa miguu. Amecheza katika nafasi ya striker, yani nambari 9, na amecheza ndani ya DRC ikiwemo kucheza kwenye klabu ya Aigus Vita Club, na baadaye akaondoka kaenda maeneo mengine mbalimbali ikiwemo Ubelgiji. Amecheza katika moja ya klabu kubwa ya Standard Liège ya Ubelgiji kabla baadaye kurudi tena nyumbani mpaka alipostaafu kandanda. Sasa Papii Kimoto, inawezekana jina hili likawa ni geni katika masikio yako, lakini naamini kuna baadhi ya Watanzania wanamfahamu kwa sababu Papii Kimoto ndiye kocha mkuu wa kikosi cha AS Maniema Union ya DRC kutoka kule Kindu. Wengi tunaifahamu hii klabu. Sasa Kimoto, hii sio mara ya kwanza kumjadili Papii Kimoto. Tuliwahi kumjadili huko nyuma wakati ambao anaondoka Fadlu Davids. CV ya Papii Kimoto ilikuwepo pia katika meza ya Simba, kwa maana ya alikuwa anataka nafasi ya kocha mkuu kwenye klabu ya Simba, lakini this time around imeelezwa kwamba amerejea tena, amerudi tena kwa ajili ya nafasi hiyo. Sasa Papii Kimoto ni nani kwa maana ya wasifu wake, ukiachana na hayo mazingira ya kiuchezaji? Bwana, Papii Kimoto ni kocha mwenye umri wa miaka 49 kama ambavyo nimetangulia kusema hapo awali, lakini ni kocha ambaye amefundisha klabu nyingi za pale DRC, lakini klabu kubwa zaidi ambayo amefundisha kabla ya Maniema ilikuwa ni Ose Renaissance. Ose Renaissance ni klabu ambayo inapatikana Kinshasa. Ni miongoni mwa klabu za Kinshasa ambazo zina mashabiki wake wa kutosha. Kinshasa, ukienda katika orodha klabu kubwa, ya kwanza ni Aigus Vita Club, ya pili ni DC Motema Pembe, yes, na ya tatu ni Ose Renaissance. Hii ni klabu ya 3 kwa ukubwa ndani ya Kinshasa. Sasa yeye amepita kwenye hiyo timu kwa maana ya kufundisha pale, na baadaye akatimkia zake AS Maniema Union. Amefika Maniema kwa kiwango cha kuridhisha, ameibadilisha Maniema, na leo hii Maniema inaonekana kama miongoni mwa timu ambazo zimeimarika sana Afrika. Ni timu ambayo imekwenda kujitangaza Afrika. Maniema kwenye historia yao hawakuwahi kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, haikuwahi kutokea. Msimu uliopita wa 2024-25 AS Maniema Union kwa mara ya kwanza walifuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na hapo ni mara baada ya kuiondosha Petros Atletico de Luanda katika hatua zile za playoff, wakaingia group stage. Bahati mbaya au sivyo bahati kwa Maniema, katika kundi lao walikuwa na timu ngumu, the like of Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns pamoja na AS FAR Rabat. Kundi hilo Maniema hawakuweza kufurukuta, licha kwamba walionyesha ushindani, lakini singekuwa rahisi kuweza kufurukuta. Mind you, Maniema ni timu ya low budget, yani wenyewe
huwa sio spenders, sio timu ambayo inasajili wachezaji kwa fedha nyingi. Hapana, ni timu ambayo ina jicho kubwa la scouting. Wana scout wachezaji kutoka maeneo mbalimbali ya pale DRC, huku timu yao kubwa zaidi ambayo wana scout wachezaji ni Dauphin Noir. Dauphin Noir pamoja na timu za Kinshasa, pale pale timu za madaraja ya chini kutoka Kinshasa ndiko ambako wanachukua wachezaji. Kwa hiyo Papy Kimoto amefanikiwa katika kuifanya Manyema kuwa moja ya timu tishio katika kandanda la DRC. Manyema amekuwa mshindani kweli kweli, na ndio kipindi ambacho Manyema wana wachezaji wengi sana wazuri. Of course, kwa miaka mingi Manyema imekuwa ikitoa wachezaji wazuri, lakini kwenye miaka miwili mitatu hii ya hapa karibuni Manyema imefanya biashara kubwa, imetoa nyota wake wengi wazuri. Ukiachana na Max Nzengeli, wapo hawa nyota kina AJ Basiala umetoka hapo Manyema. Yupo Lupopo, mmoja wa wachezaji ambao walikuwa trending sana, lakini pia wanaye mchezaji mwingine yule Jose ambaye amekwenda kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca na anazima pale. Kwa hiyo au ni baadhi tu ya wachezaji, lakini wamepita wachezaji wengi akiwemo huyu Jefte Kitambala Bola. Ni wachezaji ambao wamepita kwenye timu ya Manyema. Sasa Papy Kimoto CV yake iko ndani ya Simba, lakini msimu huu licha kuendelea kufanya vizuri katika ligi, lakini pia wamefanikiwa kuingia katika group stage ya Confederation. Nakumbuka ligi ya Kongo msimu uliopita haikumalizika, iliishia katika duru la kwanza la playoff. Kwenda katika duru la pili ilikuwa muda umeisha, kwa hiyo waliamua kutumia hawa ambao wamefuzu mpaka kwenye ile hatua na kupeleka katika playoff na kupeleka katika michuano ya CAF. Kwa hiyo Manyema wakashiriki Confederation, wakafanikiwa kutinga hatua ya makundi ya CAF Confederation, na wameanza vizuri tu wakiichapa Azam katika mchezo wao, miongoni mwa michezo yao ambao wamecheza pale katika uwanja wa Marti Kinshasa. So Papy Kimoto ni miongoni mwa makocha ambao wanafanya vizuri kwa sasa ndani ya kandanda ya DRC. Anaonekana kuwa na ubora wa hali ya juu. Ukiangalia Manyema yake imekuwa ni timu imara, ni timu ambayo ina nguvu kweli kweli, ni timu ambayo ina control sana midfield, kwa sababu huwa anacheza na viungo wengi, mshambuliaji wa mwisho akimwacha mmoja tu. Msimu uliopita ilikuwa ni Jefte Bola Kitambala, msimu huu ni huyu Clement Petroipa. Mara nyingi anakuwa, sometimes wanabadilisha, anacheza kwenye namba 10 au winga, lakini mara nyingi huaga anacheza kama namba 9 pale juu kwenye safu ya kushambulia. Kwa hiyo hii Manyema ambayo inaonekana imara kwa wakati huu ni Manyema ambayo imetengenezwa na Papy Kimoto mwenyewe. Huyu kocha amefanya nayo vizuri hii timu. So ni kocha ambaye kumradhi, ni kocha ambaye CV yake ipo mezani kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wao wanaweza kuamua finally kitu gani ambacho wanaweza kukifanya, lakini ni miongoni mwa makocha bora ambao wapo katika ligi ya DRC. Amefundisha pia timu ya taifa ya wanawake ya DR Congo. Huyu ni kocha ambaye kwa umri wake ni kijana, ndo yale maarifa mapya ambayo tunayazungumzia mara kwa mara, knowledge mpya, IQ mpya za kimpira ambazo zinaingia sokoni kwa ambazo zinafanya vizuri kwa wakati huu, na ni kijana tu, umri wa miaka 49, bado ana safari ndefu ya kuprove. So niliamua kushare hili kabla ya kwenda kuangalia CV za watu wengine, lakini mfahamu kwamba CV ya Papy Kimoto iko pale katika meza ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wewe kwenye comment section una nafasi ya kuandika juu ya hiki ambacho nimekizungumza. Namuona Papy Kimoto anastahili kuwa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa maana ya kuwa kocha mkuu wa Simba, au bado hatoshi? Comment yako ni muhimu sana ili tuweze kuona kitu gani ambacho unakifikiria, na wenyewe inawezekana wakawa wanaona kwa ajili ya kuongeza kufahamu feedback ya mashabiki wao maybe, au wanasoka wa Tanzania wanaonaje juu ya hawa makocha ambao tunawajadili hapa. Bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.